Bwana mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration. Bwana hii site kwa wadau wanaonifuatilia watakuwa wanaielewa. Ni site ambayo mara ya mwisho nilikuja ni site ya Chanika, wanaita kwa Bwaja. Nilikuja tulikuwa tumemalizana na msingi, kesi ya msingi ilikuwa imeshaisha. Ilikuwa ni kesi ambayo tunaanza tofali za kusimama, lakini hizi mvua kidogo zikawa zimetustopisha, lakini tulishaanza kujenga msingi wa fence. Kwa mvua zimekata sasa hivi walau tumeanza tena upya, lakini kipindi hicho tulikuwa tushamaliza hii boma. Ilikuwa bado kufunga mkanda. Kwa hiyo sasa hivi tunamalizia kujenga hii fence yetu. Hii ni fence ambayo ina lamani kabisa. Lakini usikatishe hii video katikati kwa sababu nataka nikuingize ndani humu ili uweze kuona mikato ya hii nyumba. Ni nyumba ya vyumba 4. Kwa wadau ambao mnatamani kupata nyumba simple, nyumba ndogo ya vyumba 4, hii ni lamani ambayo inakufaa sana. Kwa hiyo stay na mimi hapo nikiingia ndani uweze kuona mikato yake. Lakini kimsingi ni kwamba kwa sasa hivi tunadili na fence. Baada ya fence kumalizika tuje kufunga mkanda and then tumkabidhi kazi yake udada. Mwenyewe yupo Bongo. Muona bwana ametuamini team Mr. House, na sisi tumejiaminisha kwake na tumeweza kufanya kazi karibu 80% ama 90. Sababu kazi ya kwanza ilikuwa ni kazi ya nyumba, lakini akaona mwenendo wetu ni mzuri akatuongeza kazi ya fence. Na kazi ya fence ndio kama ambavyo unavyoiona. Nadhani leo tukamaliza kwa sababu inapanda kozi 8 tu. Lakini fence yake si fence ya kawaida, ina urembo mbele. Fence yake ni hii. Ndio maana nilisema mwanzo lamani yetu, hii fence yetu ina lamani. Hii ndio fence yake kwa picha ya 3D ndio hii hapa. Kwa maana hapa kwenye geti ni kipande hiki hapa. Na huu ukuta ambao unaona una hizi nguzo. Na nguzo hizi za urembo ndio hizi hapa. Unaona mambo hayo? Unaona hii ndio fence ambayo tumemdesignia, ni kazi ya mikono yangu. Unaona bwana Na ndio maana ukiangalia hapo kwenye title hapo unaona Mr. House ndio amehusika. Umeona hapo? Mr. House Decoration. Kwa hiyo lamani yetu ni hii, muonekano wetu utakuwa hivi. Hizi nguzo unazoziona hizi ambazo zina partition kwa ndani ndio hizi hapa. Ndio hii na hii. Alafu kuna nguzo ambayo imesimama yenyewe katikati center ambayo ni hii hapa. Yenyewe ndio hii hapa, inakuwa nene kidogo. Na hapa kuna nguzo nyingine ambayo ina partition kwa ndani. Kwa hiyo hizi nguzo za partition ziko 2 kulingana na ukubwa wa eneo lake. Lakini kimsingi ni kwamba picha ambayo tunaitafuta ni hii hapa. Upande huu wa ubavuni una nguzo tu, hauna decoration yoyote. Lakini kwa mbele hapa kuna garden na hii barabara inaruhusu kwa anaweza akatoa hapo hata mita 1 ama futi 2 ili aweze kuitafuta garden. Nadhani unaona kipande hiki ni kipana. Kwa hata bosi wangu mwenyewe kama anaona hii video ana access pia kuweza kupata hii garden ambayo anaiona hapa, akaiotesha hapa ili apate view nzuri. Nyumba iendane na uhalisia wa hiki ambacho nilicho mdesignia. Kwa hiyo hata wewe kama unahitaji lamani nzuri kali ya fence unaweza ukanicheki. Umeona bwana nikaja nikapima eneo lako alafu nikakudesignia lamani nzuri. Usijenge tu fence ili mradi. Fence sasa hivi zinakuwa na lamani. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani kwenye fence mmenielewa vizuri. Geti yetu litakaa huku kwa sababu eneo lake ni dogo sana. Kwa hiyo nimesuggest geti likae huku ili anapoingiza gari lake hilo linaingia hivi. Yaani kwa sababu eneo lake ni dogo. Kwa hiyo gari linaingia hapa moja kwa moja. Na likitoka narudi kinyume nyume. Hana hata uwezo wa kugeuza. Kwa hiyo anapotoka pia anarudi reverse and then anafanya safari zake. Kwa hiyo kimsingi sasa hivi natakiwa ni kuingize ndani ili uweze kupata picha halisi. Napitia mlango wa uani kwa sababu kule kidogo kuna uchafu mwingi, lakini lengo ni kuja moja kwa moja mpaka kwenye baraza ya mbele. Halafu nianze kukupa information kuhusiana na hii mikato ya hii nyumba. Umeona bwana? Hapa ni sehemu ya barazani. Nadhani nyumba ni pia nilivyokuwa kwenye msingi niliwaonesha 3D yake kwa maana ya lamani yake. Kwa wadau ambao wameanza kunifuatilia leo hapo wakitizama chini watakutana na hii site ya kwa Bwaja tukiwa tunaanza nayo msingi. Kwa hii ni sehemu ya baraza. Hii ni sehemu ya barazani. Hii ni dirisha ambalo master, dirisha kubwa. Alafu hapa ni mlango ambao wa kuelekea sitting room.
Ukitizama sitting room ina nafasi ya kutosha. Sitting room kubwa, sitting room nzuri. Alafu hapa kuna open door ambayo inakupa access ya wewe ukienda kulia huku ndio nilipotoka. Ambapo huku ni jikoni sasa. Huku ni jikoni. Jiko ni hili hapa. Alafu hii ndio baraza, varanda ya uani sasa. Unaona na yenyewe inapokea dirisha la sitting room. Kwa huku uani ndio kunakuwa na parking yake kwa hapa hivi ubavuni. Unaona bwana. Na hii ni store. Hii ni store ya kuhifadhia stoku zetu hizo, mavyakula manini yote yanakaa hapa. Kwa hiyo ukirudi tena huku unaenda moja kwa moja hapa kuna kieneo hichi. Kieneo hichi hakipo bure. Hichi anaweza baadaye anaweza akafanya dining kwa sababu kwa hapa hamna dining. Kwa hiyo hili kieneo anaweza akaweka tu viti simple wakati wakawa wanapata chakula na watu wengine movement za kupita watu zikaendelea. Kwa hiyo ni sababu ni kieneo kikubwa, kina nafasi ya kutosha. Lakini hapa hivi kuna milango miwili. Kuna mlango unaenda kushoto, kuna mlango unanyosha. Nikinyosha huku maana yake kuna vyumba. Mimi nimependa mikato ya hii nyumba. Kuna vyumba ambavyo ukiingia hapa, chumba cha kwanza ni master. Yaani chumba na choo. Choo chake hiki hapa. Choo standard tu. Kina ukubwa mzuri. Si kikubwa wala si kidogo. Kinafaa kwa matumizi ya binadamu. Vyumba ni vidogo kwa sababu ya eneo lake, lakini pia vinafaa kwa matumizi ya binadamu. Kija moja kwa moja huku kuna chumba na kwenyewe hii kinacho ni master vile vile, kina madirisha mawili. Choo chake ni hiki hapa. Alafu ukitoka huku sasa unaenda kule ambapo nimesema kushoto. Unatoka moja kwa moja kushoto ambapo kwa huku sasa kutakuwa una face mbele. Kile kieneo ambacho cha wazi hiki hapa, sitting room ile pale, boda ya kuelekea jikoni ile pale. Hapa sasa unakuja kwenye mambo mengine ambapo chumba cha hiki dirisha la mbele, varanda ya mbele dirisha lake li hapa, kwa maana hii dirisha litakuwa lina face baraza ya mbele ambayo yenyewe nayo ina madirisha mawili, lakini pia ni chumba ambacho kina choo ndani. Kwa hiyo nyumba ina vyumba 4 ambavyo vyumba 3 vina choo ndani. Na ukija huku moja kwa moja hapa kuna public toilet. Public toilet iko mbali kidogo, lakini imewekwa huku kwa sababu ya hiki chumba ambacho kipo empty, hakina choo, ili huyu apate access ya ukaribu na choo. Kwa hiyo kwa wageni ambao watakaokuwa wanakuja ndani wanaweza wakaja huku, lakini kimsingi mimi sipendaji sababu sio kila mgeni unaweza kumkaribisha kwenye choo chako cha ndani. Kuna wageni inabidi watengenezee choo cha nje. Mtu anataka kujisaidia anaenda nje. Humu ni wageni ambao watakaokuwa wanalala humu ndani ambao chumba chao ni hiki hapa. Kwa hiyo huyu hapa ana ulazima wa kwenda mbali. Huyu anatoka hapa, anaingia hapa, anapata haja zake. Hii ni nyumba ina vyumba 4. Chumba kimoja tu ndo sio master, lakini nyumba fulani ndogo. Na ndio maana unaona hata mikato yake ya vyumba vyoo ni simple vidogo vidogo. Kwa hiyo dada zangu, kaka zangu ambao mnajitafuta, kama unahitaji kujenga nyumba ambayo unahitaji nyumba ya mahitaji ya vyumba 4 kama hivi, basi jenga nyumba simple. Usijenge bungalow. Sababu hili sio bungalow, lakini lina mahitaji yote ambayo yapo kwenye bungalow. Ila vitu vyake vimeminywa, vimefanywa vimekuwa vidogo vidogo. Lakini kimsingi ni kwamba pia shimo la choo tayari. Shimo la choo limechimbwa, shimo la kisasa. Umeona bwana? Na hizi ndio chemba zake. Kwa hapo mawe yashafikiwa, system ishawekwa na chemba zishawekwa. Kwa hiyo hapa kifuatacho sasa hivi ni kuweza sisi kufunga mkanda wa juu, tupige double kozi, tuanze kuipaua, kwa sababu mkataba wangu mimi mpaka kuipaua hii nyumba. Mpaka kuipaua, baada ya hapo hizi fence tunamaliza leo inshallah. Ina maana bado kufunga mkanda tu kwenye hii nyumba. Mungu akijalia mpaka wiki ijayo Jumanne kama ya leo ama Jumatatu nitawapostia vitu vyote vikiwa viko tayari. Tushamaliza fence mpaka mkanda wa juu. Bwana, mimi naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe.